he killed James. akamua Yakobo. He wanted to kill Peter, Akamua Petro. but he did not know Lakini hakujua Peter he wanted to kill kwamba Petro alitaka is the kufa. one that Jesus said, Yule ambaye Yesu your alisema name is Peter, jina lako ni you Petro. are the rock, Wewe ndio and mwamba. upon this rock Na juu ya I mwamba will build my church, jenga kanisa and the langu. gates of hell Lango ya kuzimu shall never prevail. Listen to me, brethren. Sikiza mpendwa. The spirit of Herod is moving, Roho ya Herode inazunguka. and the Bible says people prayed Biblia inasema watu wakaomba against the spirit of Herod, kinyume na roho ya Herode. and Peter was never killed. Petro hakuuawa. Are you listening to me? Je, unasikiza? What is left on us is prayer. Kile ambacho tumebaki nayo ni maombi. Pastor Konesh, Mchungaji Konesh, this man has labored. huyu mtu huyu amefanya kazi. I've told you he has shed many blood. Na kuambia amemwaga damu nyingi. What will make you succeed Kitakacho kufanya ufanikiwe is prayer. ni maombi. I say it's prayer. Nasema ni maombi. I say it's prayer. Nasema ni maombi. Leaders of the church, Viongozi wa kanisa, the deacons and the church elders, mashamazi na wazee wa kanisa, I shout prayer. nasema maombi. I shout prayer. Nasema maombi. If you will not pray, Kama utaomba, the demons of Kabekerek mapepo ya Kapkelek will rise again. itainuka tena. Because this man, Kwa sababu huyu mtu he has fought the Goliath. amepigana na Magoliathi. But you know the brothers of Goliath are there. Unajua mandugu wa Goliathi bado wanaishi. Are you listening to me? Je, unanisikiza? This man has fought the Goliath Huyu ameangusha Goliathi to bring the ministry to where it is. kuleta huduma mahali liko sasa. I know. Najua I'm an overseer in this realm. mimi ndio mwangalizi wa kanisa hili. I know Najua all the reproaches. yale aibu Many times is without meals. wakati mwingi anakaa bila chakula. Hallelujah. Hallelujah. We now want him to be here, Tunataka yakwe mahali hapa whereby you have not even given him even a cup of, even a glass of sugar. mahali hamjampatia hata kikombe cha sukari. I wonder what kind of anniversary is this? Na shangaa ni sherehe gani ya saba aina hii? Celebrating a man who has done great things in this land. Kusherehekea mtu aliyefanya makuu mahali hapa. I don't know what you have come with to bless him. Sijui umekuja na nini akubariki. I don't know what you have come with. Sijui umekuja na nini. I don't know. Sijui. I don't know what you have come with. Sijui umekuja na nini. I don't know what you are planning to do. Sijui umepanga kufanya nini. A man who has done great things here. Mtu aliyefanya mambo makuu mahali hapa. I know there is a time. Najua kuna wakati. There is a time. Kuna wakati. The Bible says in Corinthians. Bible yasema katika Wakorintho. Paul says, Paulo anasema, I have laid a foundation nimeweka msingi like an expert builder. kama mjenzi aliye na ustadi. Hello. I have laid a foundation. Nimeweka How you are. Jaribu kumbuka vile ulikuwa wakati Just mtandao. imagine. I'm trying to imagine where you were. Najaribu kumbuka mahali When you tulikuwa. met this man, you did not even have a shot. Wakati tunamchukua tunaleo. You were wearing a shirt which was double keeping. Kwanza tunafuata t-shirt. Hallelujah. Amen. It was in a t-shirt. Nilikuja na t-shirt. Hallelujah. Bwana Yesu But asifiwe. now he's dressing smarter than his pastor. Lakini sasa ni yani hata Is it good? He's dressing smart than his pastor. Because of the foundation. Kwa sababu ile msingi ilikuwa imewekwa. Hallelujah. Hallelujah. I feel like shedding tears. Nasikia kumwaga machozi. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Laying a foundation. Kuweka msingi. So I am appealing to you, Pastor Kones. Ninakueleza mchungaji Kones. The Bible says, Bible yasema, now as you build on this foundation, unapozidi kujenga juu ya huu msingi, be careful. uwe mwangalifu. That is my message to you. Hiyo ndio ujumbe wangu kwako. That's what the Bible Hiyo says. ndio kile Biblia inasema. Be careful. Uwe mwangalifu. Be careful. Uwe mwangalifu. But God is with you. Lakini Bwana yuko pamoja na wewe. As he was with Odongo, Vile alivyokuwa na mchungaji Odongo, he will be with you. atakuwa pamoja na wewe. Somebody say amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I now stand here Ninasimama hapo sasa to do few things in Jesus' name. kutenda mambo machache kwa jina la Yesu. I want to jump some few things Nataka kuruka kwa mambo mafupi because I know God is about to do great things in kwa our sababu lives. najua Mungu anataka kutenda mambo makubwa ndani ya maisha yetu. I feel if I continue, Na hisi nikiendelea
this service will be overturned to another thing. Hii ibada itabadilishwa kuwa kitu kingine. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Glory be to Jesus. Utukufu na uwe kwa Yesu. Ushers, please make sure that everybody is inside. Waelekezi hakikisha kila mtu ako ndani. Because I want to pray. Kwa sababu nataka kuomba. I want to pray. Nataka kuomba. Are you here? Je, uko hapa? And you have not given your life to Jesus. Hujapeana maisha yako kwa Yesu Kristo. You are not in this foundation. Huko katika huu msingi. Maybe you came as a friend. Labda ulikuja tu kama rafiki. Maybe you were passing by. Labda ulikuwa mpita njia. But you have not given your life to Jesus. Lakini hujapeana maisha yako kwa Yesu. Because Jesus is coming. Kwa sababu Yesu anarudi. I say Jesus is coming. Nasema Yesu anarudi. And this work, na hii kazi, is going to be finished. Itakamilishwa. Hallelujah. Hallelujah. Pastor Odongo, Mchungaji Odongo, as you go to Kapkelek, unapoenda Litein, as you go to Litein, unapoelekea kule Litein, I know you are going to fight. Najua pia huko unapigana. But this time, lakini wakati huu, all the labor that you have given to this place, kazi ambayo umefanya mahali hapa, will not allow you to shed more blood there. Haitakuruhusu kamwage damu nyingi pale. You will have peace in that land. Utakuwa na amani katika nchi. Because you have made sons in this place. Kwa sababu umewakuza wana katika huduma hii. As I stand here as a servant of God, naposimama hapa kama mtumishi wa Mungu, let God bring you ready-made people in return. Wacha Mungu akuletee watu walio tayari. Let people be transferred from Mombasa, from Nairobi, from Nakuru, Eldoret, Kisumu, Kisii, Kericho to you, Kapkelek to you in return. Wacha watu wakamishwe kutoka hayo maeneo yote kuja return. God will give you ready-made people. Mungu atakupatia watu walio tayari. People that will stand with you. Watu watakaosimama na wewe. People who are ready to serve the Lord. Watu ambao wako tayari kumpenda. People who will have your spirit. Watu watakayekuwa na roho kama yako. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. So I challenge you in the name of Jesus. Nakutia changamoto kwa jina la Yesu. Don't fear. Usiogope. Don't be afraid. Usiwe mwoga. God will stand with you. Mungu atasimama na wewe. God will supply to you. Mungu atakutosheleza. I was asking I asked myself many questions. Nalijiuliza maswali mengi. As I moved from Kisii to Chebao. Nilipotoka Kisii kuja Chebao. I carried only my bag. Nikabeba tu begi yangu. I asked myself, nikajiuliza, how am I going to survive there? Nitaenda kuishi namna gani? I know nobody in Chebao. Simjui yeyote Chebao. I don't know anybody. Simjui yeyote. In a foreign land. Katika nchi ya kigeni. How am I going to be there? Naenda kuishi namna gani? God told me. Bwana akaniambia, I have said go. Nimesema nenda. I will give you people to stand. Na nitakupatia watu kusimama. The moment I landed in Chebao, wakati nilifika Chebao, I found people. Na niwapata watu waiting for me. Wakiwa wananiongoza. They said, man of God. Wakasema mtumishi wa Mungu. As I was walking around in the south, nakumbuka nilipokuwa natembea kule mashinani. I met an old woman. Nikakutana mwanamke mkongwe. This woman gave me a hand. Huyo mwanamke akanisaidia. And she said, na akasema, surely you are a man of God. Hakika wewe mtumishi wa Mungu. And I said, yes I am. Nikasema ndio mimi. And she said, God bless you. Akasema Mungu akubariki. She was speaking in Kalenjin. Alikuwa anaongea katika lugha I could not get her properly. Sikumpata And vizuri. she said, preach the gospel. Akasema hubiri injili. And the church is there. Kanisa liko pale. And Pastor Roslyn is here. Mchungaji Roslyn yuko hapa. Let's give a hand clap to Jesus. Tumpatie makofi pia katika jina la Yesu. This lady stood with me. Huyu dada alisimama nami. Even when you baptized us. Hata wakati mlitubatiza hapa. And you said Wakisi move. Mkasema Wakisi potea. We said yes, let's move. Tukasema wacha twende. And the woman took over the church. Lakini akachukua mamlaka ya kanisa. And she stood. Na kanisa liko mpaka sasa. And the church is there. Na kanisa inazidi. And when I came from baptism, nilipotoka kwa ubatizo, I said, woman, nikasema mwanamke, I bless you with the church. Nakubariki na hiyo kanisa. God bless you and God will be with you. Mungu akubariki na Mungu akuwe na wewe. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to Jesus. Utukufu na wewe kwa Yesu. Somebody say amen. Mtu aseme amen. And we thank God. Na tumshukuru. If you are not saved, haujaokoka, I can see hands and I'm doubting them. Naona mikono na niko na tashwishi. I'm saying only those who are not saved lift up your hand. Nasema wale tu hawajaokoka. I want to help you come back to Jesus. Nataka kusaidia uje kwa Yesu. Father, in Jesus' name. Baba, katika jina la Yesu, I thank you because of those hands. Nakushukuru kwa ajili ya hizo mikono.
Father, I pray that you will speak to them Bwana naomba ukanene na wao and help them. na ukawasaidie. Come to you, Jesus. Kuja kwako Yesu. Help them, Father, to make a decision Ukawafanye Bwana wakafanye chaguo that will bring a change in them. ambayo italeta mabadiliko kwa maisha yao. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. I want to declare, Father, Nataka kutangaza Baba, you are the Lord wewe ndio Bwana over their lives. juu ya maisha yao. Change the lives they are living. Badilisha maisha wanaoishi In the name of Jesus. katika jina la Yesu. Forgive their sins. Ukasamehe dhambi zao. Remove their names. Ondoa Because Pastor Duncan Odongo, in his speech, he handed over to them. kwa sababu mchungaji Odongo katika hotuba yake alipeana mamlaka kwao. So before I allow Odongo to bring something to hand over to them, Kabla sijamruhusu mchungaji Odongo alete kitu cha kupeana kwao, because there must be some documents of the church kwa sababu lazima kuna stakabadhi za kanisa that you are giving, you are handing over to him, ambayo unampatia, and a photo will come. na picha itapigwa. Let me take this opportunity Wacha nichukue fursa hii to ask you, Pastor Kones and your wife, kukuuliza mchungaji Konesi na mkewe, because before you are handed over, kabla hujapewa mamlaka, I want to know whether you are ready. nataka kujua kama uko tayari. Amen. Amen. Hello. Hello. Let's appreciate those men of God who are coming in. Tupige makofi watumishi wa Mungu wanaoingia ndani. Pastor Demo is walking in and his wife, Mchungaji Demo anaingia na mkewe. and Pastor Ben, I've seen him. Mchungaji Ben ni As I speak their names, please can you applaud them in Jesus' name? Pige makofi kwa jina la Yesu. Glory be to Jesus. Utukufu na wewe Men Yesu. of God, welcome. Watumishi wa Mungu karibu. Thank you and fill Jesus. Asante Yesu mbinguni pa. Pastor Cornelius, will you serve the Lord Jesus Christ faithfully in leading his people that he has entrusted you with? Je, utamtumikia Bwana kwa uaminifu kwa wale watu ambao amekuamini nao? I want you to say, yes, I do, together with your wife. Nataka mseme ndio nitatenda na pamoja na mkewe. Yes, I do. Can you say amen? Tuseme amen. Mbona mko baridi hivi sasa? Mlikuja nini? What did you come for? Mlikuja kufanya nini? Let me ask you the second time, because I want you to appraise them. Wacha la pili. Will you serve the Lord Jesus Christ effectively in leading his people that he has entrusted you with? Je, mtakuwa waaminifu kuwalinda kwa moyo wa Mungu ambao Bwana amemwamini nayo? Yes, I will do. Amen. Will you be faithful? Will you be faithful to the authority Je, utakuwa mwaminifu kwa mamlaka of Redeemed Gospel Church ya kanisa la ukombozi in submitting all reports, kwa kunyenyekesha ripoti yote, all the tithes fungu la 10 kamilifu and the offerings na sadaka as you are required? vile inavyohitajika? Yes, I will do. Will you continue to obey and respect the instilled authority Je, utazidi kutii mamlaka iliyoko sasa of Redeemed Gospel Church ya kanisa la ukombozi in honoring the Great Commission of our Lord Jesus Christ? kwa kutii utumishi mkuu wa Bwana wetu Yesu Kristo? Yes, I will do. Amen. Amen. Mama, hayo aigase iko mzuri hiyo. Sema nitafanya. Utafanya. Sema niko tayari. Amen. God bless you. Mungu akubariki. Wapigie makofi mazuri. Now, by the power, authority, and responsibility Kwa nguvu, mamlaka na majukumu that God has given me ambao Mungu amenipatia through the laying on of hands by the Redeemed Gospel Church, kupitia kuwekelea mikono na kanisa la ukombozi, I'm here representing Reverend Okesh niko hapa kumwakilisha kasisi Okesh and the entire Redeemed Gospel na Church, kanisa lote la ukombozi, being the area overseer. kuwa mwangalizi wa maeneo haya. I now declare Sasa anatangaza
you, Pastor William Kones, and your wife, Mchungaji William Kones pamoja na mke wako, as the senior pastor kama mchungaji mkuu of Redeemed Gospel Church, Kapkeleke, wa kanisa la Ukombozi Kapkeleke. from today, 11th July 2010. Kuanzia leo tarehe 11 mwezi wa Julai mwaka 2010. Mbona mko baridi hivyo? God bless you, man of God. Kubariki sana mtumishi. Hallelujah. Hallelujah. Oh, it is wonderful. Oh, ni ya kupendeza. Oh, piga Bwana Yesu makofi. Now, by the laying on of my hands, holy hands upon you, my Sasa God, kupitia kuweka mikono yangu takatifu juu yenu, as you now kneel down, I don't know where you will kneel down. mtapiga magoti, sijui mtapiga wapi. I don't know. I don't know whether you prepared a place for them to kneel down. Sijui kama mliwa Mungu. Pastor Kones, Mchungaji Kones, in the name of Jesus, katika jina la Yesu, I put my hands upon you. naweka mikono yangu juu yako. In the name of Jesus, Katika jina la Yesu, according to Holy Scriptures, kulingana na maandiko matakatifu, that we lay our holy hands ya kwamba tuweke mikono yetu takatifu upon your people. juu ya watu wako. This is Solomon. Huyu ni Suleimani, This is the Joshua. huyu ni Yoshua, This is the Timothy. huyu ni Timotheo. That God has placed in this ministry Mungu ameweka katika huduma hii, to take over this mantle. akachukua mpako huu, And in the name of Jesus, na katika jina la Yesu, together with his wife, pamoja na mkewe, I am here to declare niko hapa kutangaza they will fight a good fight. watapigana vita vizuri And they will succeed na watafanikiwa in whatever they do. kwa chochote In wanachofanya the name of Jesus. katika jina la Yesu. Just the way you stood with Odongo, Ile ulisimama na udongo, as you stood with Moses, ile ulisimama na Musa, you will stand with Joshua. utasimama na Yoshua. As you stood with David, Ile ulisimama na Daudi, you will stand with Solomon. utasimama na And Suleimani. as you stood with Ile Odongo, ulisimama na udongo, stand with the simama Kones. pia na In Konesh the name of Jesus. katika jina la Yesu. Odongo fought a good fight. Udongo alipigana vita He vizuri, shed many blood in this place. akamwaga damu nyingi mahali hapa. Lord, in the name of Jesus, Utukufu kwa jina la Yesu. give Solomon Ulimpatia Suleimani peace and rest. amani na pumziko. I declare as your servant, Natangaza kama mtumishi wako, there will be peace in this ministry. utakuwa na amani katika There huduma will hii, be rest in this ministry. utakuwa na pumziko na ustarehe. People will build a wall. Watu hawa watajenga kuta. Odongo put a foundation. Odongo aliweka But msingi, Kones will bring up the wall. lakini Konesh atajenga ukuta. In the name of Jesus, Katika jina la you will Yesu, bless the works of their hands. utabariki kazi ya You mikono will yao, bless their children. utabariki watoto You wao, will bless the leaders. utabariki viongozi, You will bless this ministry. utabariki huduma hii, You will bring people. utawaleta You watu, will give them wealth. utawapa mali, You will bring them money. utawapa pesa, You will bring them people. utawaletea watu. In the name of Jesus, Katika jina la you Yesu, will be an enemy. utaweka adui, You will be an enemy utakuwa na adui to their enemies. kwa kuwa adui You zao. will bless their food. Utabariki You chakula will bless chao, their water. utabariki maji In the name watakayokunywa of Jesus, katika jina la Yesu. God Almighty, Bwana Mungu I mkuu, pray for the Spirit of God naomba Roho ya Mungu to rest upon them. ikashuka juu yao In the name of Jesus, katika jina la Yesu. I speak to you, Kones. Naongea nawe Konesh, Don't be afraid. usije ukae mwoga. God will be with Mungu you. atakuwa pamoja nawe. God is alive. Mungu He anaishi, will defend you. atakuzuia, He will provide. atakutoshelesha, He will see you through. atakuonekania, He will go ahead of ataenda you. mbele zako, He will give you rest. atakupatia starehe. Sekaya maya Kanda la bose, kanda la bose, kanda la bose, in the name of Jesus, katika jina la do Yesu. a work of the evangelist. Utafanya kazi ya Preach the uinjilisti, gospel ubiri in injili a season and out of season. wakati unaofanya, wakati uliopanga, katika jina la In Yesu, the name of Jesus. katika jina la Yesu. Thank you, Lord Jesus. Asante Bwana Even the Yesu. vision you gave the man of God, Hata moyo uliopata mtumishi that this church wa kanisa hili will become a light. itakuwa We mwangaza, revive many churches itafufua makanisa in mengi this land. katika nchi. I bestow it upon your life. Naiweka juu ya maisha Let yao, that vision wacha ile maono begin to burn in you. ianze kuwa ndani
yako In the name of Jesus. katika jina la Yesu. Burn in you. Wache kaja In the hao name of Jesus. katika jina la Yesu. Thank you, mighty God. Asante I Bwana. declare you, men of God, Natangaza watumishi wa that Mungu you will succeed. ya kwamba mtafanikiwa The presence of na God uwepo wa Mungu will be upon you. itakuwa juu yenu In the name of Jesus. katika jina la Yesu. Thank you, Jehovah God. Asante Jehova People Mungu. will bring their wealthy, Watu wataleta mali they yao, will bring their properties, wataleta vitu zao, and it will be a blessing to them. watakuwa baraka In kwako the name of the Father, katika jina la Baba, in the name of the Son, jina la Mwana and in the name of the Holy na Ghost. jina la Roho Mtakatifu. Amen. 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 Asante Yesu. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Thank you, Jehovah God. Asante Jehova Mungu. Lord, come on, stand up and worship the Lord. Inuka na kumwabudu Bwana. Let's stand up and worship the Lord. Simama tukamwabudu Bwana. I feel the presence of Na God. hisi uwepo wa Mungu. Let me see the deacons here with you. Wacha nione mashamanzi hapa. Let all the deacons and the leaders come here, please. Mashamanzi wote na viongozi wa In kanisa the name of Jesus. katika jina la Yesu. God bless you as you honor the men of God. Mungu abariki mnapoa I want to see the deacons and the elders here. mashamanzi na wazee wa kanisa. If your wife is here, you should come. Kama You should mke wako come. yuko hapa lazima wakafike mahali hapa. Please, 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 very fast. Hakikisha kwa haraka All the leaders of this church viongozi wa kanisa na wake wao that are going to work under Pastor Cornelius. ambao wanaenda kufanya kazi chini ya mchungaji In Cornelius the name of Jesus. katika jina la Yesu. I mean you come forward, please. Nasema mkakuja hapa mbele In the tafadhali name of Jesus. katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Father, we bless your name. Baba tulibariki jina lako. I'm calling all the leaders. Naita viongozi wote wa kanisa hili. You stand with your wife. Msimame na wake wenu In the name of Jesus. katika jina la Yesu. I want your wife to be near you, please. Nataka mke wako awe kando yako Is tafadhali. your wife here? Je, mke wako yuko hapa? She has gone. Hallelujah. Hallelujah. Where has she gone? Ameenda wapi? Hey, where's your wife? Mke wako yuko wapi? Hey, what's your wife? Wewe wapi mke wako? Oh, Wewe bado. I mean our leader. We have 3 leaders only. Tuko na viongozi watatu peke yao. Pastor Cornelius, you have 3 leaders. Mchungaji Cornelius kuna viongozi watatu peke yake. In the name of Jesus, Katika jina la Yesu Kristo. let the pastor stand here. Viongozi wachungaji wasimame hapa. Pastor, you come forward a little bit. Mchungaji ukuje mbele kidogo. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. Thank you. And all the men of God, please surround with me these people. Watumishi wa Mungu mkazunguke watu hawa. You have heard what I've said to you. Mmesikia kile ambacho nimewaambia. Stand with this man of God. Simameni na huyu mtumishi wa Mungu. God has promised to be with him as he was with Odongo. Mungu ameahidi kukuwa naye vile alivyokuwa na mchungaji Odongo. And the same way God was with you when you were with Odongo, Na vile Mungu alikuwa nanyi mlipokuwa na Odongo, he will also be with you as you continue to be with this man Cornelius. ataendelea kuwa nanyi mnapoendelea kuwa na mchungaji Cornelius. Hallelujah. Hallelujah. Continue to pray for him. Endelea kumwombea. Continue to provide for him. Endelea kumtoshelesha. Don't say he has a lot of money. Usiseme ako na pesa mingi. You are the one who wants a miracle in your life. Ni wewe ndiye unahitaji miujiza kwa maisha yako. Hallelujah. Hallelujah. Whenever God asks us to give, Wakati wote Mungu atuuliza tutoe, it is not because God is in lack. sio kwa sababu Mungu amekosa. It is because we are in lack. Ndiposa tuko katika ukosa. Leaders, can we say amen? Viongozi mseme amen. Are you ready to be under this man? Je, Mungu tayari kuwa chini ya mtu Will huyu? you serve the Lord faithfully under him? Mtatumikia Mungu kwa uaminifu chini yake. In Jesus' mighty Kwa name. jina kule Yesu Kristo. Let's close our eyes as we pray. Tufunge macho tunapoomba. Men of God, stretch your hands upon them. Watumishi wa Mungu mkanyoshe mkono. Father, in the name of Jesus, Baba, katika jina la Yesu, I lay my hand upon this pastor. naweka mkono yangu juu ya mchungaji. She's now an assistant pastor in this church. Yeye ndio mchungaji msaidizi kwa hili kanisa. You know how much she has labored in this ministry. Unajua vile amefanya kazi kwa huduma hii. She has been faithful, oh God. Amekuwa mwaminifu, Mungu. And I pray in the name of Jesus, Na naomba kwa jina la Yesu, continue to help her zidi kumsaidia yeye, so that she may continue to be faithful in the name of Jesus. ili azidi kuwa mwaminifu katika jina la Yesu. Even together as they serve together with Pastor Cornelius, Wanapozidi kutumika pamoja na with a lot of humility in her, kwa wingi wa unyenyekevu ndani yake. I pray, Father, you will continue to be with her. Naomba Baba uzidi kuwa pamoja naye. I pray for our family. Naombea familia yake. I pray for everybody in our family. Naombea kila mmoja katika familia yake. Our husband and the children. Mume pamoja na watoto. I pray in the name of
of naomba Jesus, katika jina la as Yesu, you are bringing a transition in this ministry, vile unaleta ubadilisho katika huduma bring hii, also a transition in our family. ukaleta ubadilisho kwa familia Bring a yako, revival in our family. ukiwa na urejesho In kwa the familia mighty yako, name of Jesus, katika jina la Yesu. I bless the works of this woman of God. Bariki kazi ya mikono ya huyu In mama the name of Jesus, katika jina la Yesu. Allah by this church is not in vain, Kujitolea kwake kwa hii huduma sio kwa batili, but God, you are faithful. lakini Bwana wewe ni mwaminifu. Continue to be with her. Zidi kuwa pamoja naye, Open doors for her. fungua milango mbele yake, Just the way you've elevated Connect. vile umeinua Pastor Kones. I know you are about to elevate this woman. Najua sasa uko karibu kumwinua In mwanamke the name of Jesus, katika jina la Yesu. I pray that you go ahead of her Naomba uende mbele zake as she works under this man of God. anapofanya kazi chini ya mtumishi wa Mungu. God, she will bring a great transition. Bwana ataleta ubadilisho, She will inspire these people. atawachochea watu hawa, She will inspire other leaders atachochea viongozi wengine to obey the man of God. kutii mtumishi wa Mungu In the name of Jesus. katika jina la Yesu. Thank you, Jehovah God. Asante Jehova I Mungu. overshadow her by the blood of Jesus Nafunika na damu ya Yesu Kristo and declare na kutangaza that you are blessed. ya kwamba mbarikiwa In the name of kwa Jesus. jina la Yesu. Lord, I lift up my hand Bwana, nainua mkono wangu upon these leaders juu ya viongozi hawa who are here, ambao wako mahali the hapa, deacons, mashamanzi, church elders, wazee wa kanisa, ushers, maelekeo, deaconesses, wale wanao treasurer, secretary, masekretari and everybody na watu wote that are standing here. ambao wamesimama I hapa. pray in the name of Jesus. Naomba katika jina la Yesu Give them the grace ukawape neema to serve you, wa Jehovah. kutumikia Jehova, Give them the grace ukawape to neema minister ya kudumu in every office that you have given kwa them. ofisi yote In the uliowapa name of Jesus. katika jina la Yesu. After these 7 years, Baada ya mwaka huo you saba, have given them rest. Baba umewapa There pumziko, will be no struggle. kutakuwa na kung'ang'ana, There will be no strain. kutakuwa na kung'ang'ana In the name of Jesus, katika jina la there will Yesu. be peace in them. Kutakuweko na amani There will yao, be rest in them. kutakuweko kustarehe In the ndani name yao of Jesus, katika jina la I Yesu. bless every office. Nabariki kila I ofisi, bless the usher team. nabariki I waelekezi, bless the praise and worship nabariki team. kundi ya sifa na I ibada, bless the treasury. nabariki wale I bless the wanaosimamia, secretariat. nabariki wanaofanya I kazi, bless the deacons. nabariki I mashamazi, bless the elders. nabariki wazee wa I kanisa, bless every office. nabariki kila In ofisi the name of Jesus. katika jina la Yesu. Father, in Jesus' name, Baba, katika jina la Yesu, I speak unity naongea umoja upon their lives juu ya maisha yao, and let them be blessed wacha wakabarikiwe, as the church will be blessed also. wakati kanisa litabarikiwa pia, In Jesus' mighty kwa name. jina kuu la Yesu Kristo. Hallelujah. Haleluya. So, brethren, Wapendwa, work with the unity. fanyeni kazi na umoja. Where there is unity, Mahali kuna umoja, there is love, kuna upendo, there is respect. kuna heshima. Hallelujah. Haleluya. There is bearing one another. Kuna kubebeana mizigo. Hakuna mkubwa, hakuna mdogo, lakini mupendaneni. Pendaneni. Bwana asifiwe sana. Just like you submitted to this man, Vile mlinyenyekea chini ya mtumishi wa Mungu leo, submitted to this man, pia mkanyenyekea chini ya huyu and mtumishi, God will bless you. na Bwana atawabariki. Amen. Amen. Hallelujah. Haleluya. Let's give a clap of praise to the Lord. Tupatie Bwana makofi mazuri. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. Now leaders, you can go and sit. Viongozi mnaweza mkaenda kuketi. Hallelujah. Haleluya. Glory be to Jesus. Tukufu na uwe kwa Yesu. Amen. Amen. As Tumekuwa tukiongea, tunakupenda, umetuchunga. now we want to see by your actions. Sasa tunataka kuona kwa matendo. Ambia mwenzako sasa yale maneno yaweke kwa matendo. Ya mwenzako weka yale maneno kwa matendo. We want to send him to Litay. Tunataka kumtuma Litay. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Are you ready to send them to Litay? Je, mko Prepare tayari? yourself. Nakupatia dakika moja ukajiandae. Simama hapa. Hallelujah. Haleluya. How many of you are ready to do what I'm saying? Wangapi wako tayari kufanya kile ambacho nawaambia? So I know the church, you have really prepared something good for him. Najua kanisa inafaa. And make sure his core is seen and my core is seen. Hakikisha kazi yake imeonekana na ya yule pia imeonekana. Hallelujah. Haleluya. Stand up with mama, Simameni pamoja na mama. because we are here Kwa sababu tuko hapa to see now the church kuona sasa kanisa
You see, pastor is not moving with the instruments, he's not moving with any plastic seat, he's not moving with any party. Even this bulb, even if he bought, he's not moving with it. Mchungaji aendi na chochote, hata inawaka hapa alinua lakini haendi nayo. He's going to retain the same way he came to Kapkelek. Anaenda retain vivyo hivyo vile alivyoingia Kapkelek. Hallelujah. Hallelujah. The good thing is that you came to Kapkelek without a wife. Kitu kizuri ni kwamba ulikuja Kapkelek bila mke, lakini sasa unaenda retain na mke. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. He's now living with a wife. Lakini sasa anaondoka na mke. We thank God for that. Nashukuru Mungu kwa hiyo. So, Pastor, I ask you in the name of Jesus, Mchungaji, nakusihi katika jina la Yesu to hand over Redeemed Gospel Kapkelek Redeemed Gospel Church to the senior pastor now, Pastor William Konesh. Amen. These are the documents. In fact, I want to hand it officially. Amen. And Sabadi na nataka kupeana wazi wazi. I appreciate all those who have stood with me up to this far. Wale wote ambao wamesimama nami umbali huu wote. I'll not forget your labor. Siwezi nikasahau kujitolea kwenu. Amen. Amen. In my ministry. Katika huduma yangu. And I had handed over unto him the constitution, a copy of Redeemed Gospel Church constitution. Nilikuwa nimempatia katiba ya kanisa la ukombozi. Right in my hand, I have them explain it and then I hand them at once. Niliandika na nikampatia pamoja. I have a copy of Redeemed Gospel Church registration. Niko na cheti, chapa ya cheti ya kanisa ya kuandikisha kanisa mahali hapa. Under the Society of Rogues. Chini ya ile kamati ya inayoelekeza. Then I have in my hand the Income Tax Department. Niko na ile cheti pia ya ushuru. The PIN, the Redeemed Gospel Church incorporating PIN. Yani ile nambari ya kanisa la ukombozi. And I have in my hand the certificate of incorporation. Na niko na ile cheti ya umoja. Let me hand this officially unto you. Wacha nikupatie wazi wazi. Let me give them unto you officially together with Shika na mikono miwili na nyinyi mshike na mikono miwili. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Pigia Bwana Yesu makofi kama. Hallelujah. 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 Pigia Bwana Yesu makofi jamani. Ainuliwe Bwana wa mabwana. Ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana. Wapi waimbaji? Ametenda mema. Oh, ainuliwe Bwana wa mabwana. Ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana. Ayaleta vipawa, leta vipawa.
Hallelujah, tata. Ewo manene. Hallelujah, tata. Ewo manene. Hallelujah, tata. Ewo manene. Ewo manene. Hallelujah, tata. Ewo manene. Hallelujah, tata. Ewo manene. Tata moya niko bateka na moya. Hallelujah, tata. Ewo manene. 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 Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Kitambaa tupeperushe sasa. Bendera yake Yesu sasa inapepea. 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 Bendera yake Bwana sasa inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Bebeza, 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 Yesu wa baraka, 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 Your name is still there, it's only a sign and date. Jina lako liko pale, ni kuweka tu sahihi na tarehe. As they are signed, please, let's appreciate them, please. Wanapotia sahihi tuwapigie makofi. This is a peaceful handing over. Hii ni kupeana kiti kwa njia ya amani. Amen. Amen. Ambia mwenzako usingoje ufukuzwe. Mungu akisema unaondoka unatoka tu vizuri. Amen. Let's appreciate them, please. Tuwapigie makofi tafadhali. Amen. Amen. Glory be to Jesus. Utukufu na uwe kwa Yesu. Let's have now the incoming pastor, Senior Pastor William Kones, Mchungaji William Kones akuja katie sahihi. to come and sign that document. Akuja katie sahihi stakabadhi hiyo. In that document they are saying yes. Kwa hiyo stakabadhi unasema ndio. Amen. 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 It's what I was taking you through. Yeah. He's a soldier. He has to go through fast. You know what is this I'm saying? Lazima pitie kile ambacho anapitia sahihi kwanza. Amen. 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 Glory be to Jesus. Utukufu na uwe kwa Yesu. I'm sorry, Pastor, there are two copies. Mchungaji, samahani, kuna chapa mbili. As Mama signed, please, let's appreciate God for them. Wacha tumshukuru Mungu kwa ajili ya cheti hiyo. Amen. So, Pastor, two copies. There are two copies. I'm sorry. Chapa Mungu na mama kofi. Bwana mpigie mke wangu makofi jamani. Usinifanye nikasirike. Hallelujah. Hallelujah. By the power that I'm given by Redeemed Gospel Church, Kwa ile nguvu niliyopewa na kanisa hili la ukombozi, I want to declare Pastor Kones and his wife nataka kumtangaza mchungaji Kones pamoja na mkewe as the senior pastor in Redeemed Gospel Church. kama mchungaji
hii katika kanisa la ukombozi. Hallelujah. Hallelujah. I bring them under the altar. Na walete kwa madhabahu. Where's Mama? Wapi mama? Glory be to Jesus. Utukufu na uwepo Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. God bless you, Pastor Ren. Mungu akubariki mchungaji You're Ren. doing a very good job. Nafanya kazi ya kupendeza. Hallelujah. Hallelujah. These are the men of God. Hawa ndio watumishi wa Mungu. Pastor and Mrs. Konesh. Mchungaji Konesh pamoja na mke wake. Amen. Amen. As you are standing on this altar, Unaposimama kwenye madhabahu hii, continue to stand on this altar zidi kusimama katika madhabahu hii until Jesus comes. mpaka Yesu atakaporudi. Preach the gospel Ubiri injili in season and out of season. wakati unaofaa na wakati And usio. God will always be on your Na side. Mungu kila mara atakupa upande wako. Hallelujah. Hallelujah. So it is my honor to introduce these men of God. Ni heshima yangu kuwatambulisha Now watumishi wa to Mungu. ask him to take over from here Tukauliza wakachukua mamlaka kutoka hapa and to say a word to you. na kusema neno kwa ajili yenu. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Well, I'm overwhelmed. Yani nimezidiwa. Amen. Amen. When I see what's happening, Ninapoona kinachotukia, I know God is doing it. najua ni Mungu anayetenda. Hallelujah. 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 I take this opportunity to thank God because of the man of God, Nachukua nafasi hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. our reverend who have come all the way from Kericho to grace this Sisi occasion, ambaye ametoka mji wa Kericho ili aweze kushuhudia tukio hili la ajabu. and all the pastors who have come even to grace this occasion. Na hata wachungaji wote ambao mmefika ili muweze kushuhudia tukio hili. I want to say this, Nataka kusema hivi, that God called me in a special way. kuwa Mungu aliniita kwa njia ya kimaajabu sana. And when I flashed back how things were unfolding in my life, Na wakati napoangalia nyuma namna mambo yalivyokuwa yanajifunua katika maisha yangu, I knew this is the hand of God, basi najua ya kwamba sikia and confirmed in the scripture. na Mungu akaweza kumthibitishia katika maandiko. As I was still wrestling with this voice, Wakati bado alikuwa anang'ang'ana na hiyo sauti, and it happened that I joined a Bible school in Kisumu na ikatendeka kwamba akaingia chuo cha Biblia kule Kisumu for a certificate course. ili apate cheti cha certificate. I was with my brother. Kwa mahali alikuwa na ndugu yake huyu Odongo, Amen. We were together in the same class. walikuwa pamoja kwa darasa moja kwa hiyo shule ya Biblia. And I remember before even we joined together that school, Na nakumbuka vizuri sana kabla hata sijaingia kwa hiyo shule, there are things that we had been sharing together. kuna mambo ambayo walikuwa wanashirikiana pamoja, And I found that this man has something in his heart. na yeye akagundua kwamba huyu mtumishi Odongo ana kitu ndani ya moyo wake. Praise the Lord. Jina la Bwana Yesu And lisifiwe. I'm happy to be where I am because he also meant that my life. Na mimi nashukuru Mungu sana kwa mahali nimefika, maana alisaidia maisha yangu katika kukua. Amen. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. If you have not been Miaka michache and some stood with him when the ministry was wengine beginning. wasimama naye wakati nyuma hii ilikuwa inaanza mahali hapa. And I want to cut it short. Na mchungaji anataka fupisha hayo yote. And when we finished the certificate level, Wakati walimalisha hicho cheti cha kiwango cha God juu, also opened a way for me to go for a diploma. Mungu akafungua njia akasonga mbele katika diploma. And when we were in that class, in the diploma class, Na wakati tulikuwa hilo darasa la diploma, there were prophets who came from United States. na manabii ambao walitoka huko Marekani. And when we were praying together, Wakati walikuwa naomba pamoja, one of them came and said mmoja wakaja akasema unto me kanena kwake, that you are William, jina lako naitwa William, and I have seen the joy that is in you. na nimeona furaha ambayo iko ndani yako. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. And that God is choosing you. Kwamba Mungu sasa wewe amekuteua. You have a shepherd heart. Wewe uko na moyo wa And your uchungaji. joy is to see people coming to Na Christ. furaha yako ni kuona watu wakiokolewa. Praise the Lord. Bwana asifiwe.
I reflected back my life. Akaweza kuyaangalia maisha yake pale nyuma mahali Because ametokea. I had been running with the gospel as an evangelist. Maana amekuwa akikimbia na huduma katika kitengo cha uinjilisti. And I had no favor with, I could go any church that welcomed me. Na yeye angeingia kanisa lolote mradi tu And amekaribishwa. I saw this is the hand of Na God. kweli akaona huo ni mkono wa Mungu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And the things that I would have continued to accomplish in serving the government, Na mambo ambayo angezidi kuyakamilisha kuyatenda wakati alikuwa anahudumia serikali. God made it possible for me to accomplish 3/4 of it. Mungu akamsababisha akamilishe 3/4 kwa And hayo when he mambo. told me that now I have chosen you, Na wakati Mungu alimwambia sasa nimekuchagua, I said, Lord, nikasema Bwana, give me the direction. nipatie basi mwelekeo. Praise the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. And he led me to this great man of Na God. Mungu akaniongoza kukutana na huyu mtu mkuu wa Mungu. Praise the Lord. Jina la Bwana Yesu lisifiwe. Hallelujah. Hallelujah. And we had walked with him, Na tumetembea and I kwa have naye. seen his humbleness. Na nimeona hali yake ya kunyenyekea. Praise the Lord. Bwana Yesu And asifiwe. I can say he's sure a man of God. Anaweza kusema hakika yeye ni mtu wa Mungu. So we have served all this through, Kwa hiyo tumehudumu wakati wote. and sir, Na Bwana, you are in my heart. wewe uko ndani ya moyo Together wangu. with the people that you have given me, Pamoja na watu ambao they umenipatia. are all in my heart. Wote wameingia I will moyoni mwangu. continue to pray for them. Zidi I will kuwaombea. mentor them. And Nitaweza I will show kuwashauri them na the kuwaonyesha true way of Christ njia za kweli za Kristo without any deceit. bila kuwaepesha kando kando. Hapo Hallelujah. mwelekeo ulio msafi. Praise the Lord. Jina la Bwana Yesu Praise the lisifiwe. Lord. And I pray that you stand with me in prayers, Nanyi naomba msimame pamoja nami that we katika maombi. accomplish the vision and the goals for the ministry in this region. Ili tuweze kutimiza maono na malengo ya huduma hii mahali hapa. Amen. Hallelujah. With such feel, with such feel, Na katika hali kama hiyo, I would like to say thank you so much. ninapenda kusema asanteni I sana. appreciate also the office of the pastors fellowship in this region. Pia nafurahia na shukuru ofisi ya I can see wachungaji mahali Pastor hapa. Ben is also there. Naona mchungaji Dennis pia. Is our official in that association. Yeye ni mmoja wa viongozi katika umoja wa wachungaji. God bless you so much for coming. Wabarikie sana kwa kuja. Amen. 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 So sir, thank you so Kwa much. hivyo I hope you will do us a favor by also letting the men of God to say their names, and also the wonderful man of God here, our counselor, just to greet the church. Amen. asante wafadhili. Amen. Tupige Yesu makofi tunaporudisha. Amen. Thank you. I'm also about to hand over this microphone to the MC. Karibu na yeye apeane hiki kipaza sauti kwa yule ambaye ni mwelekezi. I want to do 2 or 3 things, then I hand over this microphone. Basi anafanya mambo mawili matatu alafu apeane kipaza sauti. So God bless you, Pastor William Kones. Wakubarikie mchungaji William Kones. My daughter, God bless you for promising to stand with your father. Binti yangu asante kwa kuahidi kusimama na babako. We'll be proud of you if you continue to stand on that promise. Tutakuwa na fahari sana na wewe ukizidi kusimama kwa hiyo ahadi ambayo When we ulitoa. hear you walking around and we see that is the daughter of Pastor Kones, we'll be very happy. Tunaposikia na kukuona watenda pale na pale tunafurahi sana. So stand with your father, Basi ukasimame na babako and the Jehovah God will never forsake you. na Mungu wa mbinguni kamwe hatakuacha. You are going to college, you're finished, you have gone to college, you're finished, you're now getting employment very soon. Umepitia hizo shule zote, umemaliza na kazi ya kungoja. Don't forget your father. Usimsahau babako. Don't forget the ministry. Usisahau pia huduma. Amen. Amina. So allow me to call Pastor Kones here Basi niruhusu tena nikamwite mchungaji Kones mahali and hapa. his wife to stand here. Pamoja na mke wake wakasimame mahali hapa. And we want to bring those envelopes of anniversary, 7th anniversary. Alafu tunataka kuleta zile. We want to hand over those envelopes to him. Tunataka kupeana hizi bahasha kwao. Please let us do it very fast. Tafadhali tufanye hivyo kwa haraka sana. How many of you have been given those envelopes? Watu wamelipewa hizo bahasha That is written 7th anniversary Ebenezer. ambayo imeandikwa Pastor, stand up, sir. 7th anniversary Ebenezer. I'm now, time is against me. Oh, I don't know.
I understand wengine wali confused, I don't know, but those envelopes, please bring them. Tafadhali muweze kuzileta. Kama hujaleta yako unaweza kuleta. Si tusimame juu. Hata wale wengine mmekuja kuchelewa, ninajua mko na hizo envelopes. Let's give them here. Ama tunawacha huyu mtumishi yeye hapa akae njaa, huyu akienda na furaha. Allah. Bwana asifiwe. Amen. Kanisa, Bwana asifiwe. Amen. Bwana, mnaniangalia kama nimeleta mambo mageni. Nimeleta mambo mageni. Let's come and yeah, thank you. Kuna hizo envelopes ndio hizo. Thank you Pastor Ben. Yeah, kama unahitaji envelopes please.